Sasa tutaona kati ya mimi na Chendu nani ni mzoefu wa hizi kazi. Lambwi kisokolo kwinyo huyu. Tangu mimi sijamuuguza jamani. Yote ni mipango ya Mungu. Dada Samani. Samani. Nasikia vilio, vipi? Kuna nini? Kuna msiba kakaangu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na aliyefariki ni nani? Ni kabinti tu kadogo. Anaitwa Aiman. Yaani kwenye umri wa miaka 4 hivi 5. Aliagizwa na mamake dukani. Baada ya kurudi akaomba maji ya kunywa. Alivyokunywa tu yale maji akaanza kutapika damu. Ndio mauti umemfika hivyo. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kwa nini unasema hivyo Stella? Kawaida. Na taratibu zikoje kwa sasa hivi? Kwa ndugu wamesema watawahi kuzika. Sasa sijajua kama kutakuwa na mabadiliko. Basi kwa kuwa tunaishi mtaa mmoja, itabidi tukamwandae msikitini. Kwa sasa hivi naelekea nyumbani. Tutakaporejea tutafanya utaratibu. Kwa hiyo karibu. Asante. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Kipe? Mkameneja tena. Hujatoki taumana maskini. Amuye. Vipi kazi yangu uliifanya? Limaketi nilipanga sema kuna ile mchaga hapa hivi kona lazima kakilezi kamoja alisema amepeleza ili aweze kuongezea agite mzigo hajakarudisha bado. Hivyo Kipe ni mpumbavu Sana. Hivi mara ngapi huwa nakwambia kwamba nikikupatia kazi yangu basi fanya kazi yangu. Sasa nani amekupa ruksa ya kuazimisha makreti yangu? Hivi wewe mbona ni mpumbavu, mbona ni mjinga wewe? Ngoja tata zinifoke hivyo na wewe sasa. Yaani nikwambie tu kabla nikuchane tu ile kweli. Yaani ukiachilia wewe na viela ulivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Wewe ni dogo langu, sema tu ndio hivyo. Unaona? Sasa usitumie wewe namna gani? Mimi kwanza kuninyanyata. Vitu watakiwa unielekeze mdogo. Sometimes mimi nakuwa sijisikii kufanya zile kazi. Wewe nipange vimaketi wakati kuna vikazi vingine. Nikwambia sijisikii niache. Na kama niko obvious nitafanya kwa wakati wangu. Sasa ndio nikifanya kazi tamtamu na kwa nalegea hata sijielewi. Nisikilize. Sipendi masiara kwenye kazi yangu. Sawa? Fanya ambacho nakupatia. Hayo mengine ambayo hayanihusu, basi ujua hayanihusu. Anyway, sasa kuna gari nakuja na mzigo ya bia pale. Hivyo nahitaji uende ukashushie mzigo wangu weke ndani. Hapo. Ila sikutakuwa na dereva na wengine wa kuongea nao. Au gari nakuja tu yenyewe na bia. Yaani kama kutakuwa kuna tuzo za watu mazuzu, bila shaka utachukua namba 1. Wewe ni zuzu, ni bogas. Kazi yako wewe kwenda kushusha mzigo, masuala ya dereva hayakuhusu. Kwani kosa langu limekuja kwa wapi hapa? Vitu vya kuelekeza na tu. Mtu nakona nipelekecha unanipindisha. Ili ni jasho notiririka, natafuta hela kwa jasho langu. Umeona? Kama vipi naweza nikapumzika tu nikapumzika tu. Hapo tu tufanye kazi labda au yaani kutokana unafanya vile vikazi vidogo unapata hela ya kura, basi ushaanza kujua na wewe mwamba hapa mtaani, ushaanza kujua na wewe tayari ushafika, si ndio? Wewe ulikuwa unaenda huko, mimi nilikuwa naenda huko bosi. Kwa hiyo labda tuseme tu baadaye seti. Kazi yangu utaenda kufanya uende kufanya. Asante, asante. Nimekuelewa bosi. Kuelewa. Wewe kazi utafanya vile. Wewe ndio utafurahi. Baby hello. Yaani ukifanya kazi yako vizuri bosi, mimi nakuhakikishia utalegea. Yaani kweli wewe ni zuzu. Yaani wewe ni zuzu kabisa. Shuwaini.
Tishuaini. Kumbe aka ni kakavu kabisa, akana tomato. Kata wenge. Kenge nyinyi. Eti fanya kazi vizuri kwa utimamu. Nataka munge sometime nenda kaka mwenyewe na flashing ni mind. Flashing ni mind. Wameelewa kiatu. Yuhu. Tsunami, nani atasimama wakati upepo unavuma? Oya Ninja, umeona ile duka pale na raia wanaofanya kazi? Nimeona brother. Sasa mimi nataka uende pale ukang'ate. Wewe si umetaka kuingia kwenye upanya? Asiwe kuwa panya mkali, yani unang'ata huku unapuliza, ukienda pale unakukutisha fikia tukinalia. Haina kugeuka nyuma Ninja. Baridi tatua, mimi utanikuta maskani. Tunaua. Panya mkali, yani hapa mpaka aseme. Siku kwa kienyeji lazima tujitafutie chakula wenyewe. We ni nani? Na umefuata nini kwangu? Bila shaka we ni kibaraka wa Chindu. Na kuanzia sasa utakuwa mlinzi wa uwani kwangu hapa. Mpaka babako atapofika kuja kukuchukua. Na yeye hakifika tu na nitachomfanya mtajuta kuzaliwa. Mnafikiria nyumbani kwangu kunaingilika kirahisi? Umbavu ni. Kaka, kuna maswali mengi waga najiuliza, lakini sipati majibu. Kwa nini nikuuliza maswali yangu ndo nijibu kwa fasaha, usinidanganye kwa chochote wala lolote. Kwani kaka, wewe unafanya issue gani? Maana tangia nyanzo kwa na wewe hapa nyumbani. Sijui unafanya kazi gani, ukitoka umpitia mangwa huku unarudi mdau. Yaani sielewi kabisa kaka, unaweza kunichanganya. Ninaweza nikakuta jambo lolote baya, afu mimi nikakosa jinsi ya kulisolve. Subira mdogo wangu. Unajua sisi wanaume waga tunakuwa na harakati nyingi Mara tumeingilia huku, mara tumetokea kule, ili mradi mkono uende kinywani. Wewe kikubwa hapo cha kuzingatia, kwa sababu unakula, unavaa, unapendeza. Hilo swala la mimi kwamba nafanya kazi gani, hebu achana nalo tu, litakuumiza kichwa mdogo wangu. Sawa, ila nina manangu ya kukuuliza hivyo. Yaani shida sio kuvaa, kula, kupendeza. Shida ni uhai wako wewe. Maana juzi kuna mtu kaja hapa kaongea maneno ya kutisha sana. Mbaya zaidi, anasema kwamba kuna fedha anakudai, si kuna mshahara gani mmefanya huko, umemdhulumu. Yaani kaongea maneno ya kutisha sana kaka. Kwa mimi naogopa kakaangu. Yaani huyo mtu ambaye unamzungumzia hapa mimi nishamfahamu. Yule dogo anaongea sana. Na nishazungumza naye tayari. Na nimemkanya kuhusiana na swala la kufika hapa nyumbani. Kwa sababu wadudu ulichafu macho juu ya macho, naona kama ananichafulia jina langu. Kwa sitaki kabisa akanyage hapa, mwisho wa siku asije akaanza naye kukumentea, anaweza akaanza tamaa za kukutongoza unajua. Kwa sitaki kabisa afike hapa. Nimekuelewa, lakini bado moyo wangu haujalizika sana. Unajua kabisa jinsi mdogo wako mimi ninavyokupenda. Kwa hiyo naomba uwe makini sana. Mimi mwenyewe pia nakupenda mdogo wangu, na kuhusiana na hilo hata usiwaze kabisa, yani tuko pamoja, usijali, yani kuwa happy. Sawa? Hebu naomba unifuatie simu, kuna mtu nataka niwasiliane naye. Maombi yanapotea, mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Ni utulivu wao, mwisho hakuna anayejua. Shemeji. Shemeji yangu. Karibu. Asante sana. Kama nilivyokuambia kwamba nitazunguka kwenye safari zangu kwenye kusaka tonge, lakini lazima nitarudi. Vipi kuhusiana na mdogo wako? Una taarifa gani?
Nimeongea na dada akaniambia yupo kule. Maana alienda kule analia. Kwa hiyo akanipigia simu nikamwelezea jinsi ilivyokuwa. Sister akanielewa. Kama nilivyokuambia kwamba binadamu anatembea. Kwa hiyo tumshukuru Mungu tu kwamba amejulikana sehemu alipo. Kwa hiyo Halo. Halo. Habari za leo? Salama kabisa. Nani mwenzangu? Maana namba ngeni. Mimi ni Nkela. Oh. Yule dada mwokota makopo? Shida nini? Samahani. Nilikuwa naomba unisaidie kiasi cha pesa. Maana nauma sana. Okay, umeshakula? Hapana. Pole sana. Ila sasa cha kufanya, mimi kwenye simu yangu kwa sasa sina pesa. We shuka barabara kubwa hii ya lami hapa, utanikuta. Sawa, lakini simu nimeazima nyumba ya pili. Kwa hiyo sijajua tunafanyaje. Ukija tu hapa barabara ya lami kwenye stendi ya mabasi madogo haya. Sawa. Pole. Asante. Sasa Shem, nataka nikuache mara moja kwa sababu nataka niingie hivi. Kuna mtu anaenda kuonana naye, alafu nadhani mambo mengine yataendelea. Sawa, karibu. Ila unakoenda kwa sasa kuletea zawadi. Sasa naachaje kuletea zawadi? Yaani kwa lugha za Kiswahili wanasema kwamba you are the angel in the dark room. Yaani ni malaika ndani ya chumba chenye giza. Unamelemeta tu. Ai. Nacheka. Lazima nikuletee zawadi bwana. Haya bwana. Kilio changu hakifiki mbinguni. Mbona Mungu, mbona umeniacha? Nisaidie, nifungue njia. Unaonekana una roho mbaya sana. Tena sana. Watakao zingatia vitu hivi viwili. Punguza pressure na gazabu. Sawa? Alafu toka kumsoma mtu kwenye macho yake katika mapigano. Sio vizuri? Hapo ndo utaweza mapigano. Sawa? Sio roho mbaya tu. Wala sio roho. Alafu hapo nilipotoka mjini sichotoka kukaanga mandazi. Si unajua? Yaani huko kwenyewe nimetoka mkono gadi. Baba Kajolo shangazi kaja begi la ulisi. Oya, ndo zile hapo kwenye baruta tu mapanga visu ngozi leni nyembe inapita operation tu muda wote babangu nginja. Unanifurahisha na maneno yako sana unajua. Mdomo mwingi. Na watakupigana uko vizuri. Lakini je, unaweza kutoa roho ya mtu kweli wewe? Angalia hapa vizuri kwa makini sana. Hapa? Hapo ndio. Naona kama kuna mnyama hivi yani hapo. Sasa huyu ndo nimezaliwa naye. Nikikushundua ngumi moja, unyonyuki mwaka 1999. Yaani ni mtu akona kuingizwa ndani. Una maneno ya ushindi ya kumtia mtu ukakamavu. Yaani safi sana. Degama, tusonge mbele.
Asala makanyola walai. Hiki ndicho kiumbe kilichokuja nyumbani kwangu, kikachota mchanga kikaondoka nao. Ina maana Bi Yasmini atakuwa anamfuga huyu, na yeye atakuwa akamtuma, ama ni vipi? Ila ngoja nitaujua ukweli hapa hapa. Bi Yasmini, wewe Bi Yasmini, mbona nashindwa kukuelewa? Hiki kiumbe kilikuja nyumbani kwangu kikachota mchanga kikaondoka nao. Ina maana wewe ndo unamfuga? Hapana mshika mzangu, sitaweza kukugeuka. Hichi kiumbe yule mshenzi mzee Chendu ndo alimtuma huyu kunileta hapa. Na mimi nimemgandisha makusudi kwa sababu lazima tu atakuja hapa kumfuata kiumbe chake. Na akishafika tu na mimi namkumbusha ule msukule wangu aliochukua. Aha, umefanya vizuri sana. Safari hii tutampata kiurahisi kwa kuwa kiumbe chake kimekuja hapa. Tutafanikisha jambo letu. Na mengi sana kuzungumza na wewe. Afadhali ulivyofika muda mwafaka. Naomba tuingie ndani. Sawa, twende. Tatizo lako wewe, unapenda kujibania bania sana nyumbani. Muda mwingine unatoka unatembea tembea basi. Sawa penzi yangu, ila usinilaumu sana. Maana si unajua naishi na dada pale nyumbani. Kwa muda mwingi anakuwa kwenye biashara zake. Anakuwa harudi. Kwa mimi nakuwa naangalia mazingira pale nyumbani. Unalinda nini bwana? Muda mwingine unatoka unafunga mlango. Kwa nini kwa kufuli? Sema nini ba mpenzi? Mimi sikukumbatia. Si unajua muda mrefu hujaja nyumbani. Unakuwa muda mwingi kwenye harakati zako za DJ. Umenimisi. Sawa, inaamka inaruka, hakuna mwingine kama wewe. Timamu, nikiwa mbali nawe nakuwa mpweke sana, na unajua jinsi gani ninavyokupenda. So ongea kitu basi. Zu. Zu. Wewe vipi unataka kuniua au? Zu. 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 Weka dogo. Kwa hiyo wewe unavyopita kule, kwani mimi na ugomvi na wewe? Hata kuja kunisalimia? Mimi nimechoka. Yaani hapa nimevurugwa, nimetoka huko msibani. Huo msiba kuna mtoto amefariki. Huyo mtoto kaenda dukani tu, karudi kaomba maji kaanza kutapika damu mwali wangu. Sijui unanielewa? Yaani nilijua tu mtaa umezidi ushirikina. Mtoto watu kaenda dukani tu na kurudi eti kunywa maji tu kafariki. Mmenishinda mtaa. Kondo hivyo. Hapa navyoongea nimeachana na ustazi pale. Anaenda kwake ili awai hapo msibani. Na mimi naenda kwangu, yani hapa nikatulizia akili tu hii. Maana nimechoka. Hata kama sio mjumbe, lakini kwa hili nitalivalia kibwaya. Wamezidi ushirikina, kwani uongo? Mtoto watu kwenda tu na kurudi afe, kwa hiyo kuweza. Hata wewe mwenyewe ungekuwa wewe ingekuuma. Kwa kweli siwezi kulivumilia. Inakuhusu. Habi shaulila mtoto. Mbona uko mbio hivyo? Utakufa mdomo wazi. Punguza kwanza.
Wachi. Asa unaye kinamuuma nini? Kutangaza kwangu mimi kinamuuma nini? Ai! Unaye mwanga. Sijaikaa najipokesha hapa afu unaye mwanga. Mdomo. Ila sasa hapa nimepata majambo haya matatu. Nala cha upele, nala ustazi na zuu, alafu nina hili jipya. Mbona nitanenepa na umtana ama. Kodi ikisha tu siongezi. Ila niame. Kwa kwingine si watanipiga mimi. Naona mmejipanga kishari. Lakini dhumuni la kuja hapa, mimi nimekuja kwa kheri tu. Nahitaji unirudishe kiumbe wangu. Na pia yule mpwa wangu umrudishe kwenye hali yake kama ya awali. Mshirika, huyu sio kumkubalia hayo ambayo anayataka yeye. Kwa kuwa aliamua kufanya ubaya na akaendeleza. Mimi nadhani tuendelee naye hivi hivi. Nadhani kama nilivyoongea awali, sijaja hapa kwa ajili ya shari. Nimekuja kwa kheri. Naomba mtekeleze kile ambacho kwa nimekiongea. Na wewe kama ukitaka hayo, unatakiwa umrudishie ule mke wangu katika hali yake ya zamani kama alivyokuwa. Sio kwenye hali ambayo umemweka yeye akatambua kama mimi ni baba yake badala ya mume wake. Mshirika mwenzangu, si umemwona amekaa kimya? Kaja kishari, hakuja kiheri. Kama ulijua unakuja kupata suluhu kwenye hayo ambayo umekuja nayo, sahau. Hatuna muda wa kutaka kukaa chini na wewe. Kama uliamua kufanya shari, basi shari iendelee. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo unavuma?